Kwa kila mliposhangilia, nilikuwa namuonesha MC kwamba anahitaji angalau muda uwe si zaidi ya saa 7. Naamini tutakwenda hivyo kama ambavyo tumepanga. Kwa awali ya yote, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wote kama ambavyo viongozi wenzangu wamewashukuru. Uwanja leo umekuwa mdogo, mmefurika na mmependeza sana, hongereni mno. Na naombeni mjipigeni makofi mengi sana wanawake na hata kwa wale wengine, kwa sababu kwenye msafara wa Mamba na mengineyo hayakosekane, yani sisi. Na ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya aliamua aseme ndugu wanawake wenzangu, kwa sababu hamna lugha nyingine hapa, kwa sababu wanawake ni wengi na lugha lazima iwe ni hiyo tu, na mimi niungane naye. Ndugu wanawake wenzangu, kwa sababu nikienda kinyume, mkifunga barabara hapa wanaweza pakaa kidogo sana. Na kwa hakika mwanamke kupendeza huwa ni pambo kwa mwanaume. Hongereni tena na jipigeni makofi mengi sana. Na niliwaambia wenzangu kwamba leo ni vizuri mkaandaa vyakula, wanawake wakala, lakini mkuu wa wilaya kaniambia mpishi amefunga. Basi tukawa tumekosa cha kufanya, kwa kuwa mpishi kafunga, yuko kwenye Kwaresma, yuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukasema basi itoshe kusema asanteni kwa kuja. Lakini kama wenzangu pia walivyokusema na kueleza historia ya sikukuu hii kubwa ya wanawake, sisi leo tumepewa heshima kubwa ya jambo hili kulifanyia hapa Ubungo. Na kwa dhati ya moyo wangu nitumie nafasi hii kumpongeza kwa niaba ya wanawake wote wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa kinara na mwanamke mwerevu ambaye sote ametufanya tukawa hapa, ukiachana na kudra za Mungu. Naomba tena kwa dhati tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais kwa kutusaidia sote tukafanya sherehe hii, tukawa hapa kwa pamoja, lakini tukazungumza sera na mipango kwa kumwakilisha yeye kama rais na amiri jeshi mkuu wa taifa letu. Ndugu wananchi kwa ujumla wake, leo tunasherehekea sikukuu ya wanawake na kauli mbiu imetajwa, lakini kabla tujaeleza mambo mengi, ni vizuri pia tukakumbushana baadhi ya mambo kadhaa, kwamba maadhimisho haya kwanza yanajenga au yanaimarisha mfumo wa kijamii na hamasa, na hasa katika kuhamasisha usawa wa kijinsia. Lakini pili, inaongeza msukumo wa ushiriki wa wanawake katika uongozi na vyombo vya kutoa maamuzi. Lakini jambo la tatu, tunabadilishana taarifa na uzoefu kuhusu masuala ya usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake. Kwa ndugu wananchi, kwa upana wake, tunaposherehekea pia sherehe hizi, ni vizuri pia tukakumbushana baadhi ya mambo kadhaa, kwamba wanawake ndio nguzo kubwa ya mambo mengi katika taifa letu, na tunapozungumzia umuhimu wa kundi hili, tunazungumzia jambo nyeti sana katika masuala ya uchumi wa taifa na masuala ya kijamii katika taifa letu. Ni kweli kwamba tunapokutana hapa leo, lengo kubwa ni kukumbushana kuweka mikakati zaidi ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazohusu wanawake. Miongoni mwa changamoto hizo ni unyanyasaji wa kijinsia na athari za kiafya, wanawake kutopewa haki sawa katika maamuzi na pengine kutoshirikishwa kabisa. Wanawake katika jamii hutoa mchango mkubwa katika kutunza familia zao, lakini bado wanaathirika zaidi na maradhi kama vile saratani za shingo ya kizazi na matiti, maambukizi ya virusi vya ukimwi, vifo vinavyotokana na uzazi, kupigwa, kutukanwa, kutelekezwa, kubakwa, ukeketaji, pamoja na mauaji mengineyo mengi ambayo yamezidi kutokea yanayohusu kundi hili muhimu la wanawake. Na ndio maana leo kauli mbiu ya mwaka huu 2026 inasema haki na usawa wa wanawake na wasichana
msingi jumuishi wa kufikia dira 2020-2050. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha jamii kukuza usawa, haki na uwezeshaji wa wanawake, wasichana ili kufikia malengo makuu ya uwezeshaji. Kwa ndugu zangu, leo tunapokutana hapa lazima tuangalie msingi mkubwa wa kauli mbiu hii ambayo inahusiana na masuala ya haki na usawa kwa wanawake na wasichana. Na ndio maana leo Mheshimiwa Waziri aliposimama hapa, pamoja na kutoa salamu, ametoa fupi, lakini bado amegusa masuala ya dira. Sasa ili niweke hotuba yangu kuwa fupi zaidi, nijielekeze kwenye jambo lifuatalo. Jambo la kwanza, sherehe hizi tukumbushe kwamba wanawake mna wajibu mkubwa sana wa kujiimarisha kiuchumi na kutokuendelea kuwa tegemezi wa manyanyaso makubwa ambayo wakati fulani hudumu kwa sababu ya hali duni ya maisha na kiuchumi. Ndugu zangu wanawake, mkijiweka vizuri katika kazi, mtaepukana na baadhi ya mambo. Moja, kukimbilia mikopo isiyo na tija. Leo kimekuwa ni hali ya kawaida wanawake kujiingiza katika mikopo ya birthday. Leo unafanya birthday, mnaingia kwenye mikopo, halafu mikopo yenyewe mnakwenda kwenye ile mikopo inayokausha damu. Sasa wakati wa kukopa mikopo ile sio kausha damu, lakini wakati wa kurejesha mnapiga kelele kwamba mkuu wa mkoa tusaidie, mikopo hii ni ya kausha damu. Sasa ni vizuri mkajipima na mkao mnajua kiwango cha damu kabla kuingia kwenye mikopo hii ya kausha damu. Kukopa sio kubaya, lakini ni aibu kwenda kukopa kwa ajili ya birthday, ni aibu kwenda kukopa kwa ajili ya vitu ambavyo nonsense. Nendeni mkakope fedha na mjiimarishe kiuchumi, na ndio maana leo tuna majukwaa hapa ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, lakini zaidi pia kwenye halmashauri kuna vikundi mbalimbali vinavyokopesha mikopo kwa ajili ya makundi maalum, hasa wanawake, lakini sio mikopo kwa ajili ya mambo haya kama birthday. Haya sio mambo mazuri. Lakini jambo jingine pia, sisi wanaume wote na wanawake wote tuliozaliwa na wanawake, tunapobarikiwa kuwa na maisha mazuri, hebu tujitahidi sana kubadilisha hadhi ya mama zetu. Leo hapa mjini hapa Dar es Salaam unakuta mtu amepanga nyumba analipa milioni 8 kwa mwezi, lakini ukienda kuangalia maisha ya mama yake, maisha yako duni kabisa, anahangaika hata kujitibia hospitali. Ndugu zangu wanawake mliotuzaa sisi vijana na yeyote aliyezaliwa na tumbo la mwanamke, Mungu anapokujalia kuwa na maisha bora, nendeni mkabadilishe maisha ya wazazi, lakini hasa maisha ya mwanamke aliyekubeba miezi 9 kwenye tumbo lake. Lakini jambo jingine, ndugu zangu wanawake, kumekuwa kuna wimbi kubwa sana la kuigana katika maisha yetu, hasa hapa mjini. Kwa kuwa fulani amenunua gari hii, lazima mimi nihangaike ninunue gari hii. Sasa tumepata wimbi pia kubwa la wanawake wachache wanaingia kuwa hata matapeli kwa sababu ya kung'ang'ania maisha ambayo sio ya kwako. Naomba niwaeleze wanawake kwamba ninyi ni taswira ya taifa letu. Tunaombeni sana, fanyeni kitu kulingana na uwezo ulionao sasa. Ukifanya vitu kulingana na uwezo wako, hautaona aibu kwa jambo lolote, kwa sababu unachokimiliki ni chako. Na mwisho wa siku ukianza kuyaishi maisha sio yako, yatakutesa bure, na mwisho utashindwa kuwa na malezi mazuri kwa watoto ambao Mungu amekujalia. Kwa hiyo nimeona pia niyaseme haya, ndugu zangu wanawake, kwa sababu dunia hii ili tuweze kuijenga vizuri, tunahitaji pia maarifa na mambo mazuri ambayo mwanamke anaweza kujisimamia ili kuweza kujenga kizazi ambacho ni kizuri. Lakini jambo jingine, ndugu zangu wanawake, kwa mwakani, viongozi wenzangu wa mkoa, nadhani sasa kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha staili ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Leo wapo wanawake wako hospitalini wanataabika, wanalia kwa sababu ya mambo kadhaa. Wapo wanawake wenzetu ambao wamenyang'anywa mali na kuporwa mali zao. Sasa ifike wakati tunapoadhimisha mambo haya ya wanawake au siku ya wanawake,
kuibadilisha kwa staili yake iwe na tija zaidi kwa kundi hili pengine kuliko miaka mingine yote. Moja, ama kwa kuanzisha kliniki maalum za wanawake ambazo zitasaidia kwa ajili ya afya zao, kliniki maalum kwa ajili ya masuala ya ardhi, dhidi ya unyanyasaji mkubwa wa unyang'anyi wa mali dhidi yao na mambo mengine namna hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na Mheshimiwa Profesa Kitila, inayo heshima leo, kabla sijamalizia hotuba yangu, niwaeleze machache wanawake hawa. Miezi michache iliyopita nimekutana na visa kama 3 au 4. Kisa cha kwanza, mwanamke aliyenyang'anywa nyumba tangu mwaka 2011. Ghorofa lake ilikuwa pale Mikocheni, lakini kwa bahati mbaya marehemu mume wake wakati anakopa pesa alisainishwa mikataba miwili siku moja. Akasainishwa mkataba wa kukopa pesa, akasainishwa na mkataba wa kuuza nyumba. Lakini kwa bahati mbaya yule mwanaume baada ya kufariki, ikaonekana pia sahihi za yule mwanamke kama consent yake ilifojiwa kwenda kukopa zile pesa. Kwa hiyo yule mwanamke ametangatanga na watoto wake, amekurutwa na mabausa kutoka ndani ya nyumba yake, lakini tulipokwenda kutafsiri sheria ilibidi tumnyang'anye yule bwana nyumba na kumtafuta kwa udi na uvumba ili aweze kufungwa kwa mujibu wa sheria, na ile nyumba kurudishwa kwa yule mwanamke na kurejesha tabasamu kama sehemu muhimu ya uongozi anaoendelea kuelekeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini vile vile tumekwenda tena baadhi ya maeneo, mwanamke mwingine aliyefiwa pia na hivyo hivyo pia na mume wake alinyanyaswa kiasi cha kutoka kwenye nyumba bila kuwa na hata shilingi moja. Mama mkwe, baba mkwe pamoja na kaka na kina dada wa marehemu aliyefariki walimwambia hadharani kwamba hana haki yoyote ya kupewa jambo lolote. Mheshimiwa viongozi mliopo, tumesimamia na kuhakikisha mali zote kwa mujibu wa sheria zinarudi na kuwa kwenye miliki ya msimamizi wa mirathi ambaye mwisho wa siku akawa ni yeye, na baada ya hapo baadhi ya mali nyingi pia zikabaki kwenye mikono yake. Yule mama alikuwa amepoteza kabisa matumaini. Watoto mpaka baadhi wamekuwa machokorao, wanavuta bangi kwa sababu wamekosa malezi mazuri baada ya manyanyaso makubwa. Kwa hiyo wanaume wachache tulioko hapa, kwa niaba ya wanaume wengi walioko mtaani, tukiliona kundi hili muhimu la wanawake, hebu tulione kwa jicho maalum sana. Machozi ya mwanamke hapendezi, na mwanamke akimwaga machozi mengi hayakupi baraka hata kidogo katika kuendelea na maisha yake. Lakini mwisho tena tumekutana na kesi nyingine ya mwanamke mnyang'anyi, ambaye baada ya kuwa mwanamke aliyenyang'anywa akawa mwanamke mnyang'anyi. Yeye amefoji vitu vingi, akaamua kuaibia rasilimali au mali mpaka ambazo mwanaume wake aliwaachia watoto aliozaa nje ya ndoa yake. Lakini kwa bahati nzuri yule mwanaume aligundua kwamba atakapofariki inawezekana mambo kama mazito,